Kwenye hii mwendelezo huo wa kuwa na zao endelevu ni kwenye swala la miti. Tunafahamu kabisa kukaushia tumbaku kunahitaji miti. Kwa hiyo tukiwa tunakata miti tu bila kuweka mipango ya upangaji miti, sawa, tunakuwa tufanya nini? Baada ya miaka mitano eneo hili linakuwa ni jangwa. Alafu sasa kibaya zaidi, hapa tumepakana na mbuga. Wale waendeshaji wa mbuga watakuwa na wasiwasi kwamba hao wamemaliza miti yao, watavamia mbuga sasa kukata miti. Kwa hiyo jamani, sisi kama kampuni, sawa, tuna program ambazo tunashirikiana na wakulima, tunashirikiana na AMCOS kwenye kufanya nini? Kwenye kuhakikisha kwamba tunakuwa na kilimo endelevu kwenye swala la miti. Kwa hiyo na nyie pia tuweke jitihada. Sawa, sio kwamba msiweke kwamba huu ni mzigo wa nini? Wa kampuni. Hapana, tushirikiane. Maeneo mengine ni kimsingi upandaji wa miti ni sheria. Taratibu zinazoongoza zao la tumbaku. Mkulima anatakiwa apande miti. Hiyo ni sheria jamani. Ni kanuni. Usipopanda kiasi fulani cha miti, hautaruhusiwa kufanya nini? Kulima tumbaku. Sawa? Kwa hiyo tushirikiane kuwa na kilimo endelevu. Msimu uliopita nimeambiwa kwamba uzalishaji milioni 1,270. Kwa hiyo ukiangalia uzalishaji wa mwaka huu ni kwamba karibia 100%, zaidi ya 100%. Si ndio? Mwakani pia kumbe tunaweza kwenda 100% tena ya uzalishaji. Kila mkulima anatakiwa apande miti. Yaani mkulima anayelima tumbaku kwa mujibu wa kanuni, ukisoma sheria ya tumbaku inaelekeza mkulima atapanda miti kwa ajili ya kutunza mazingira pamoja na kupata miti ya kuchomea tumbaku. Kuna miti ambayo inachaguliwa inakuwa ndani ya miaka 6. Kwa maana yake ukilima mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, ukalima mwaka mwingine tena, utakuwa umeshapata miti ambayo ya kuchomea tumbaku. Kwa hiyo kuna miti inasambazwa. Nimepita baadhi ya maeneo, kuna wakandarasi wanasambaza miti. Kuna sheria pia zinazotuongoza. Namna gani chama kitakaa, namna gani chama wajumbe wa chama watatoa tenda kwa mkandarasi. Sema kwa sababu hili jambo lilikuwa lijakaa sana kimsisitizo, nadhani lazima mtapata utaratibu kwamba nani anayetakiwa kutoa tenda, nani anayetakiwa kupata tenda, na miti inatakiwa ipandwe kwa kiasi gani. Na kila mkulima anatakiwa apewe miti mingapi. Na ile miti huwa inakaguliwa, inaandaa kukaguliwa. Kwa niombe tunapoelekea kwenye kilimo cha kimataifa, maana hiki ni kilimo cha kimataifa. Ukiona mnalima hivi na mnazalisha na wastani unakuwa mzuri, ambapo ukiangalia wastani wa mwaka huu ni wastani mlioupata haujawahi kupatikana Tanzania, ukiangalia miaka hata 20 iliyopita. Naombeni myazingatie, na sisi tuwe mabalozi wazuri tutakaporudi kule vijijini. Basi tuwaambie wenzetu kwamba kinachotakiwa kwenye tumbaku, swala la kwanza tuwe na mabani ya kutosha. Cha pili tupande miti ya kutosha. Hasa kwenye upande wa miti. Tumekuwa tukiwaagiza wakulima wetu pandeni miti, mnakataa. Lakini huku kwenye tumbaku mnataka mpande tumbaku. Mtaichomea nini? Kuna barua ambazo tumepokea kutoka idara ya kilimo kwamba miti ni lazima tupande.